sana kwenye Sports News na Kibona Media. Naitwa Nixon Mwageni, mzee wa Red Card. Niko hapa na Rashid Shaban Chome, the heavyweight champion. Tunazungumzia masuala mazima ya mchezo, hususan mchezo wa Simba Sports Club ni Experience Tunis, mchezo ambao umechezwa jana. Mchezo ulimalizika kwa sare ya goli 2-2. Lakini pia Experience Tunis kukosa mkwaju wa penalty ambao ulitarajiwa kupelekea wakawa wameondoka na alama 3 za mpigo hapa katika jimbo la Benjamin Mkapa. Mchome, mchezo ulichezeka pale jana. Mchezo ulikuwa tough kweli, mchezo ulikuwa mzuri, ni mchezo ambao ulivutia mashabiki wengi wakijua kwamba Simba anaondoka na ushindi na kuweka na kupelekea matumaini kuweza kufuka tena tumaini kuweza kufuzu hatua ya robo finali kabingwa barani Afrika. Kwa upande wako mchezo ulikuwa namna gani, lakini pia wapi Simba walipofeli kuweza kurudishwa magoli yote mawili na kupelekea kwamba kuweza kukosa utulivu kwenye mchezo ule, hususan kipindi cha pili? First half Simba alikuwa na mpango mkakati bora sana kwa namna ambavyo aliingia. Walijaribu kukabia kwenye mstari wa juu, kiufundi unaita high line. Unapolazimisha kukabia juu, unatengeneza mazingira ya mpinzani kutokuja kwenye eneo lako na wewe unakuwa free kutengeneza mashambulizi. Unaona namna ambavyo ilikuwa timu ikimove takriban watu wote walikuwa kwenye eneo la mwisho isipokuwa watu watatu ambao walikuwa wanabakia ni Rushain, Wilson Nangu, lakini katikati anakuepo Kagoma ama Kante, kwa sababu walikuwa wakipishana, mmoja akisogea juu mwingine anabaki chini. Kwa hiyo watu watatu ndio walikuwa wanakabia chini, lakini akiwa akitumia zaidi flanks kwa maana ya fullback Kapombe pamoja na Kibabage walikuwa wakisogea zaidi juu kwa ajili ya kuongeza namba kwenye eneo la kushambulia. Fantastic ambayo waliifanya ni namna ambavyo alimlazimisha mpinzani kufanya makosa kwenye eneo lake. Unaweza ukaona goli la kwanza linapatikana cutback ambao anaenda kuipiga Nixon Kibabage, anaingia anapiga cutback. Unaweza ukaona cross imetoka kwa fullback wa kushoto anakwenda kufunga fullback wa kulia. Unaona namna ambavyo mpango kazi wa kipindi cha kwanza umekuwa. Tazama namna ambavyo Kapombe anakwenda kucheza mpira wa kwanza, quick reaction kutoka chini, ananyanyuka anapiga tena utosi kwa maana ya kichwa, goli linaingia, wanahesabu goli la kwanza. Kwangu mimi ulikuwa ni mpango mkakati mzuri, lakini nipongeze eneo la kiungo kwa maana ya kiungo wa chini pamoja na wa juu. Alassane Modo Kante pamoja na Yusufu Kagoma walikuwa super sana jana kwenye eneo lao la kiungo. Walifanya kazi nzuri juu wakisaidiwa na Clatous Chota ambaye alikuwa ni free roll akizunguka eneo kubwa la kiwanja. Kwangu mimi naweza nikasema Chama amejibu maswali mengi ambayo alikuwa anauliza kwa nini amerudi Simba kwa vitendo. Kazi kubwa alikuwa akifanya akipokea mipira kuachia. Tazama assist ya goli la pili ambapo wengi hatutarajii mipira ya kichwa kwa Chama, lakini tazama pasi ya kichwa ambayo anaicheza kuelekea kwa Yusuf Kagoma, anamalizia kwa kichwa, goli linafungwa. Kwa hiyo Chama alikuwa anatengeneza sana utulivu kwenye eneo la kiungo, kuwafanya viungo wakabaji kuwa free zaidi, kwa sababu Experience de Tunis wanaelewa ubora wa Chama alionao, kwa sababu namna ambavyo walikuwa wanafanya marking zao, Chama alikuwa ni kama brain ya timu, anaamua kupeleka wapi mpira. Tazama pasi ambazo alikuwa akipokea Chama, anapoanzisha mpira anakwenda kuomba yeye tena mpira apokee, aanzishe tena safari nyingine. Lakini kazi kubwa Alassane Modo kabla ya kufanya makosa alikuwa bora zaidi, kwa sababu sifa kubwa ya Alassane ni kupiga pasi elekezi, kwa maana pasi za mbele alikuwa super sana kwenye kuachia hiyo mipira kabla hajafanya makosa. Kwangu mimi mpango mkakati ulikuwa unaanzia kwa Wilson Nangu, ukienda kwa Modo Kante unakutana na Clatous Chota Chama, ndipo balaa linapoanzia hapo. Bado Kibu hajakuwa Kibu yule ambaye tunamzoea, kwa sababu kashikashi za kuwasumbua ma center kwa Experience haikuwa ile. Alikuwa akikimbia sana kwenye eneo lake, hakuwa akitengeneza mikimbio mingi na kutengeneza athari nyingi ambazo kama kocha alitamani kumweka yeye pale kama false 9. Kwangu mimi hakuwa bora. Lakini kipindi cha pili makosa ya Alassane Modo Kante ndio ambayo yalijarimu zaidi timu. Pasi ya nyuma ambayo anaipiga, pasi sio na ashua, pasi ambayo ilikuwa ni fupi kuelekea kwa mlinda lango, pasi ambayo alikwenda kuipoka na inakwenda kutengeneza goli ambalo liliwazorotesha Simba, kwa sababu ukitazama kwenye body language, sura za wachezaji wa Simba zilikuwa zinazungumza kwamba ni kama tumeshapoteza mchezo. Lakini ukimtazama Alassane ambaye pia alikuwa kiungo muhimu wa timu, alikuwa ni kama yupo kwenye taswira ambayo sio kabisa, yani mpaka baada ya kuondoka pale katika klabu. Kabla ninaoka mwisho sasa, kwa mashabiki wa Simba ambao wengi wanategemea kwamba kuona mashabiki wa Simba na kwa umoja kipindi ambacho Simba inatengenezwa kuwa Simba bora.
Umeona wachezaji ambao wanacheza. Mashabiki wako upande wako, ukipata nafasi ya kuzungumza nao utawashauri nini? Dirisha dogo kwa maana ya mapema, dirisha kubwa wamefanya sajili wachezaji wengi. Dirisha dogo wamekuja kuondoa tena wachezaji wengi. Hawa wachezaji wamelazimika kuingia kwenye mfumo haraka kwa sababu tayari kuna ambao wameondolewa. Kocha ni mpya, wakubali kwamba wako kwenye ujenzi wa timu. Hicho tu, wakishakubaliana na hicho basi watakuwa tayari kwa kila kitu ambacho watakipata, kwa sababu wasiwe na matarajio makubwa, lakini wailinde thamani ya klabu ambayo imetengenezwa kutoka chini mpaka hivi sasa tunaiona Simba ile ambayo baadhi ya makampuni makubwa yanatamani kufanya nayo kazi. Kwa hiyo ili waendelee kuipa value, ni wao wenyewe kuhakikisha wanaitengenezea hayo mazingira klabu yao kuwa hapo ambapo wanatamani hiyo mpaka hivi sasa. Asante. Mtazamaji wa Kibona Media, huyo ni Rashid Shaban Chome, the heavyweight champion, mchambuzi wa masuala ya michezo hapa nyumbani na hata nje mipaka ya Tanzania. Bila shaka umeelewa vizuri vurugu ambavyo kuwa hivi namna gani ambavyo Simba Sports Club kuwa hii. Ndio ni mzee wa Red Card.